ndugu zangu, nitumie fursa hii kuwaomba kufikisha elimu hii mtakaoipata leo kwa wananchi kupitia vyombo vyenu vya habari. Kwani kwa kufanya hivyo mtakuwa mmetekeleza jukumu lenu la kuzuia vitendo vya rushwa katika uchaguzi. Pia niwasisitize kutumia vyombo vyenu vya habari kuwahimiza wananchi kutumia fursa yao ya kikatiba ya kupiga kura. Wahimizeni wananchi wajitokeze kwa wingi sana siku ya kupiga kura tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka huu, ili waweze kupata viongozi bora na waadilifu watakaojali maslahi ya jamii kwa kuwaongoza kuweka mipango ya kuendeleza maeneo yao na taifa kwa ujumla. Kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ya 8 ibara ndogo ya kwanza a, inasema wananchi ndio chimbuko la mamlaka ya utawala wa nchi na kwamba serikali itapata mamlaka kutoka kwao, na uchaguzi ndio namna pekee ya wananchi kukasimisha mamlaka yao kwa viongozi. Viongozi ambao tunatarajia kuwapata kupitia uchaguzi mkuu, viongozi ambao tumewapata kupitia uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka jana, hawa wote wamebeba dhamana ya wananchi wa Tanzania. Wamewekwa au watawekwa katika nafasi hizo muhimu za uongozi. Kuna diwani pale tutampata, kuna mbunge tutampata, lakini tutampata kiongozi mkubwa wa nchi ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hawa wote watapatikana kwa njia ya kidemokrasia. Wananchi watakuwa wamewaamini kidemokrasia kupitia uchaguzi, kupiga kura. Kwa hiyo tunaona ni muhimu tukawakumbusha kuhusiana na hilo. Katiba inasemaje kuhusiana na masuala ya uchaguzi? Masuala ya uchaguzi au swala la kupiga kura, kiongozi wetu alisisitiza hapa, mtumie vyombo vyenu au nafasi zenu kama waandishi wa habari kuwahimiza, kuwashawishi na kuwaelimisha, ili waelimike, wajue kwamba wana umuhimu wa kutumia nafasi yao au haki yao ya msingi ya kikatiba ya kupiga kura. Ahadi inayozuiliwa ni ile ahadi binafsi, yani mtu anakuahidi kwa lengo la kukunufaisha wewe. Lakini kama ni lengo la kunufaisha jamii kwa ujumla au ni maendeleo ya taifa kwa ujumla, hiyo nadhani inakuwa sio kosa. Sema sasa serikali ndio inayokuwa inafanya nini? Inajenga barabara. Ila yeye kwa sababu ni mbunge hataenda kulisimamia hilo ili liweze kufanya nini? Liweze kutekelezeka. Kwa hiyo inayokuwa inatekeleza yale ni serikali, kwa sababu ndio jukumu la serikali kuleta maendeleo kwa wananchi wake. Kwa hiyo mbunge anaweza akasema nitawaletea kitu fulani, lakini lengo akijua kwamba akienda kule yeye kama mbunge ataenda kusimamia ili liweze kutekelezeka. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.